Siku hiyo imepigwa ripoti. Mimi mwenyewe nimepigia OCS simu usiku hiyo kwa sababu nilikuwa kule. Obi iko kila kitu. Polisi walifika after 2 hours. We are living in fire, under fire, in a state of emergency where everybody's life can disappear anytime. Viongozi wa jamii tofauti kaunti ya Isiolo wamejitokeza na kukashifu kile wanadai ni jaribio la kumwangamiza aliyekuwa mbunge wa Isiolo Kaskazini Moku, sawa na watu wengine waliokuwa naye usiku wa Jumamosi wiki jana. Wakihutubia wanahabari wakiongozwa na mwakilishi wadi wa zamani Hussein Abduba aliyekuwepo usiku huo, anasema watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki walivamia boma ya mbunge huyu wa zamani, wakafyatua risasi kadha hewani na kisha kutoweka. Hii kisa ilitendeka kwa ya unyama kwa aliyekuwa waziri msaidizi katika serikali ya Kenya na mjumbe wa Isiolo Kaskazini mwaka 15, Mheshimiwa Charvana. Huyo Moku ni kitendo ya unyama ambaye sisi kama wakazi wa Isiolo tumelaumu kwa hali ya juu na tumelaani kwa hali ya juu, na kama ingetendeka kingine kuliko yale ambaye zimerusha risasi kwa nyumba yake, vifo itokea ama majeraha itokee leo hii, Isiolo ingetokea mambo mengine. Kwa hivyo tunalaani tendo ile litendeka huko. Jumamosi iliyopita mboma ya mheshimiwa wa zamani Mheshimiwa Moku ilivamiwa na magaidi, na hiyo mboma ilikuwa imezungukwa kila kona na watu ambao wako na bunduki. Mheshimiwa Moku alikuwa na wageni kwake zaidi ya watu 50. Ile kitu ilikuwa imepangwa pale, ingefaulu tungekuwa tunaongea maneno mengine hapa Isiolo. Weza kututia wasiwasi sisi kama wakaaji wa Isiolo, tukiuliza kiongozi ambaye aliweza kuwa kiongozi katika nchi akiwa assistant minister kwa miaka 10 katika enzi za mtukufu Rais Moi, na akaweza kupata mambo kama yale aliyoweza kuyapata Jumamosi iliyopita, basi kama kiongozi kama huyo anaweza tishiwa, sisi watu wa kawaida basi tunauliza tuko wapi? Ndio siku ingine nikizungumza nikasema ya kwamba hata siku hizi mlango unapogongwa na upepo unastuka kiwango ya kwenda hospitali kwa sababu hujui ni risasi ama ni jambo gani limetokea. Wetu ambaye ni kiongozi kama wazee wa kila jamii yote, itakuwa namna gani anapangiwa kuuawa kwake nyumbani? Hata wangebazi kupangia wapige wakiwa barabarani. Mzee Haji Moku. Part of it is actually what happened 5 days ago, where Honorable Moku, an MP for 15 years, and an assistant minister for 10 years, a leader in his own right, who actually was an attempt of assassination, and actually an attempt to commit a massacre at his home, was launched 5 nights ago by 3 coward thugs using G3s, but fortunately he survived. Wakati huo wamesema wapo tayari kufanya maandamano iwapo uchunguzi hautafanyika na waliohusika kukamatwa. Isiolo kuna security organs ya serikali kwa hapa. Kutoka Jumamosi, leo ndio siku ya 5 ama ya 6. Tunashangaa kwa nini hakuna mtu yeyote ambaye anashukiwa alitenda hiyo kitendo ya unyama. Haijashikwa leo tuko naye. Why? Kwa nini? Na sisi kwa wakazi wa Isiolo tumekaa siku 5 ama 6 makusudi. Kwa nini? Tulikuwa tunataka kumpa nyinyi watu wa security nafasi mzuri ya nyinyi ufanye uchunguzi kamili bila mtu kuingilia nyinyi, mchukue hatua ile inatakikana. Lakini sasa tumeona kwamba wale waliotangulia hapa mbele yenu walikuwa security organs wa hapa, walikuwa wamelalia jukumu zao. Hivyo
Dalili ile mnatuonesha nyinyi pia mnaelekea huko. Kuhusu wenzetu ambao wamepata shinda mbalimbali ikitokea ikiwa hata kina Hidle, sisi tunauliza jambo moja tu, ya kwamba tungependa kujua ni nani huyu aliyekuwa anamtafuta Mheshimiwa Moku na ni kwa sababu gani. Tutakapoweza kupata hiyo ansa, basi tutakuwa na amani, na tunaomba kujibiwa na vitengo vya kiusalama. Na njia moja ya kujibiwa ni wakati tutakapoweza kuona ya kwamba aliyeweza kuwa na hiyo nia basi ako kizimbani, ameshikwa. Ni kwa sababu walionekana wakija na wamezindi kuelezewa walikuwa watu aina gani, na tunaamini ya kwamba serikali itachukua jukumu ya kuweza kujua ni nani huyu aliyekuwa na hiyo nia, na basi tukaweza kupata msaada, na basi mheshimiwa wetu Moku akaweze kupata usalama wake, na sio Moku peke yake. Watu wa Isiolo tunahitaji usalama. Nataka kuambia serikali yetu ambaye tunapenda na security yetu, tumewapatia muda na tunawapatia tena leo muda ya kwamba utuletee sisi shida ambazo wale ambao naharibu usalama yetu muwashike. Kama basi hamtatusaidia hivyo, sisi tutainua makaratasi na kuambia basi sisi mumetuhangaisha kama serikali. The security to take action. They have visited his home with promises that they will do something, and to date nothing has happened. We are giving the security apparatus in this county another 5 days to work on this thing and make sure the culprit is dealt with. If not so, then we will basically take the law into our hands to make sure that appropriate action is done. And actually we want this to reach to His Excellency, the President. Wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati suala hilo, wakisema visa vya utovu wa usalama vinazidi kuongezeka hapa jimboni. Sasa kusema Isiolo we have a governance issue. Shinda tunayo hapa Isiolo ni shinda ya uongozi. We have a governance issue in Isiolo. Na nyinyi mnajua hii shinda. Tafadhali, Meru walikuwa na the same problem. Ile ambato ni mulifinya Meru ikapona. Tunataka mufinya leo Isiolo ipone. Rais wetu mpendwa Dr. Samoei Arap Ruto, tunakuuliza kwamba wakati tulipokuja kwako kule Nairobi, ukatualika katika State House, ulisema na ukatuhakikishia kwamba utatatua shida ya Isiolo. Tuliporudi hapa, bado sisi tunakumbana kama watu wa Isiolo na shida ambazo tulikuletewa kama rais wetu ambaye tunapenda. Ya pili, ulituahidi ya kwamba utakuja kuhakikisha kwamba baada ya mwezi moja utakuwa umehakikisha ile dhulma yote inaendelea Isiolo, utahakikisha utamaliza, kwa sababu ulituambia tunajua kwamba wewe hiyo ofisi ambayo ni State House ndio mwisho katika Kenya, hakuna ofisi nyingine. Na ulisema wewe mwenyewe na ukatuhakikishia ya kwamba wewe utahakikisha ile dhulma ambayo inatendewa wakaji Isiolo ambayo walikujenga wewe wakati ulipoingia kwa kuwa rais ya hii Kenya, utatutuluishia hiyo shida. Lakini hadi wakati huu, hadi leo hii, sisi bado tunakumbana na shida ambazo tulikuletea wewe miezi 3 iliyopita. Kando na hayo, wamezidi kushinikiza haki itendeke kwa watoto wa maumivu hapa jimboni, ikiwemo aliyekuwa afisa mkuu Abdurrahman Mohamed na wengineo. When it started, we had a torture of Abdurrahman, who was actually tortured and thrown at Ruai, assuming that he was dead, but fortunately he survived. And that case did not take off until we visited His Excellency the President, and then there was some attempt to basically address that issue. Even then, nothing much has happened since then. This was followed by killing and disappearance of 5 people. The young blogger who actually was alleged to have been crashed by a car, who was actually killed, but the County Commissioner of Isiolo then, Mr. Omodin, said that he was crashed by a vehicle.
And if he was crushed by a vehicle, where's that vehicle? You know, up to now it has not been seen. As if that one is not enough, a young boy going about his business in Tuluroba was shot at and until he was hospitalized. Thanks to God that he survived. As if that one is not enough, there was vandalization of the county assembly. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.